wakati wa majuto, lakini wakati wa kufunguliwa ni wakati wa furaha na kusherehekea. Sema amina. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kumshukuru Mungu, na ndio maana sisi hapa kanisani tunapomaliza mwaka, kila mmoja anakuja na bahasha ya kumshukuru Mungu. Mungu amempa pumzi ya mwaka mzima, amemaliza akiwa salama, hata kama alifika hospitalini, lakini Bwana amemponya. Akija mahali hapa anasema asante Bwana, umenipa uhai, nimeona mwaka mwingine kwa uhai, nimetembea katika uhai, Bwana umenilinda. Sema amina. Sasa unajua unapofundisha sisi sawa kuhubiri, kwa hiyo tutapunguza nani kidogo ili watu waelewe. Jamani amina. Tukazungumza masuala ya zaka. Hii zaka nimeshaizungumza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukasema hii ni baraka kwa waaminifu. Amen. Ni baraka kwa nini jamani? Kwa waaminifu. Waaminifu. Haleluya. Ni baraka kwa ajili ya watu waaminifu. Sio kila unapokuja na bahasha basi Mungu anaangalia ulichokiweka kwenye bahasha kinalingana na kile ambacho Mungu amekitaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tumelaumu sana. Biblia inasema katika kitabu cha Malaki, leteni. Hapa ni Mungu anasema. Unajua kuna mahali una Mungu anataka upende. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna amri moja anasema leteni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa na watoto wako sasa, ukiwaambia njoni, manake hata kama alikuwa na jambo fulani analisimamisha, ana wito, umeitika, unakwenda. Sasa nasema leteni, manake anahitaji ulete. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakati nasoma ule mstari nasema leteni zaka. Haleluya. Sio, unaelewa kitu? Leteni zaka. Sio Mungu anasema toeni zaka, leteni. Hebu tusome ile Malaki tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalau hapo, kutoka hapo nina kipengele cha kuzungumza wakati mwingine hakifundishwani sana makanisani, ambacho pia kinaleta baraka kubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaki, hebu nisomee Malaki 3 mstari wa 10. Malaki sura ya 3 mstari wa 10 inasema, ndio, leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua neno hili, sio ombi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sio nini? Sio ombi. Leteni. Tayari unaiona amri ya Mungu imo kwenye mamlaka ya zaka. Leteni. Tena nasema zaka iliyo kamili. Haleluya. Sasa hivi kuna mafundisho potofu sana katika Biblia. Unajaribu kucrash Ukristo wa haki katika matoleo. Amina. Na ukitaka kuelewa kwa nini mimi utaona sasa wakishaya crash wanatuambia watu wako upendo, namba za simu hizo hapo. Sasa sio mkutaka, nataka niweke namba za simu ndani. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema leteni zaka. Unaumwa, ninakwambia leta. Ilani tu Mungu kakupa cha kupata. Haleluya. Na wakati mwingine mtu usipoleta zaka, tunamaanisha kwamba huyu mtu hafanyi kazi. Sio jamani? Na kama hafanyi kazi, asili kisayansi, mimi nilipokuwa naichunguza Biblia naipa 100% asili.
kwa sababu kila bila kufanya kazi unajaza mafuta, matokeo yake utapata pressure, halafu utaondoka. Nafikiri ndio vile mtu anakula tu, hana mazoezi na nini, takufa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo swala la zaka niliongea kifupi sana. Mungu anasema leta. Tena anahasemi tuzaza zaka iliyo kamili. Kwa nini anataka hivyo? Anasema sasa, endelea kusoma pale. Panasemaje panapoendelea? Ili kiwemo chakula katika nyumba. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkishaleta mkanijaribu kwa njia hiyo, Asema Bwana wa majeshi. Anasema Bwana wa majeshi, nijaribuni kwa njia hiyo. Kuna njia nyingine umefanya imeshindikana, nyingine umefanya imeshindikana, nyingine umefanya imeshindikana. Ulipofanya hii haikutoboa. Sasa nasema nijaribuni kwa njia ni malizeni jamani. Nijaribuni kwa njia, tuseme kichaka kidogo. Nijaribuni kwa njia hiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna njia ya baraka. Anasema nijaribuni kwa njia hiyo. Anasema ngoja niingie kwenye somo moja kwa moja. Maana unapotoa unaelewa nini. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kuleta kwa sababu anatakiwa kusimama. Hapana. Mungu anasema lete. Halafu mkishaleta, kwenye kuleta unaiona amri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu akitii amri, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza mstari wa 18 na 19. Hebu usome pale. Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Ndio. Haya, njoni tusemezane Bwana. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Haya, njoni tusemezane. Nataka nikwambie ile neno leteni, ile amri. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, Endelea. zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera. Hapo naongea habari ya utakaso. Huwezi kuleta fungu la 10 maisha yako sio safi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha yakiwa safi, huwezi kumwimbia Mungu. Mwambie mwenzako, maisha yakiwa safi, huwezi kumwimbia Mungu. Kwa nini? Utakuwa na hofu ya Mungu. Na maisha yakiwa mabaya, unaweza kumwimbia Mungu, na matokeo yake ni kifo. Jamani, amina. Anania alikufa kifo cha mwili, sisi tunakufaga kifo cha kiroho. Unafikiri Mungu angetupiga mpaka leo kifo cha mwili? Ndio fikiri. Leo tu kifo cha fungu la 10 cha nini? Cha kimwili ingekuwa. Ningeanza kulia, wewe Mungu tunakusifu washirika kama wawili tu. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Endelea mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii. Kama mkikubali na kutii, hapo ndio nilikuwa napataka. Anasema leteni zaka kamili. Kama mkikubali na kutii, Takula mema ya nchi. hawajakusikia hao. Nasinzia. Kama mkikubali na kutii. Kama mkikubali na kutii, Takula mema ya nchi. mtakula mema ya nchi. Hata makofi hawataki kula mema ya nchi. Sio mimi, neno la Mungu linasema kama. Na niwaambieni vijana, mara nyingi sana vijana nataka niwaambie, kwa sababu Biblia inawaambia ninyi mna nguvu. Haleluya. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Na kwenye kazi mnachapa kuliko wazee.
mimi kiinama dakika 5 nasema na ligongo. Lakini wewe unaweza kuinama masaa 6 bila shida. Kama ukikubali na kutii, mtakula mema. Ya nini jamani? Nchi. Tunarudi kwenye kitabu chetu sasa kile. Maana hapa anaposema leteni, kazi ya mwanadamu au kazi ya Kristo ni kutii. Tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu mmoja akafundisha akasema, mzee, swala la kupata 10,000 na kutoa 1,000 fungu la 10 halimtishi mtu. Swala la 2,000 kwenye mafungu ya 10 halimtishi mtu. Sikiliza, zianze kuwa nyekundu, msibazi, nazitaka hivi, si ndio jamani? Hapo ndo mgogoro unaanzaga. Nafikiri hata katibu na Tanzania na shahidi ukisoma kule 2, 3, 5, 10, 1, 1